Ule msemo unaosema ya kwamba wasomi wengi kwa nini ni masikini, huu msemo sio wa kubahatisha, bali ni fakti na ni kweli kabisa. Tatizo sio kwamba vijana wengi ni masikini kwa sababu ya mazingira au kwa sababu ya mifumo ya nchi. Hapana, vijana wengi ni masikini kwa sababu ya mifumo ya akili yao wenyewe, na ndio maana inapelekea umasikini huo. Vijana wengi ni masikini kwa ajili ya mifumo ya vichwa vyao ambayo wenyewe wanakuwa wamejiwekea, ndiyo inapelekea umasikini. Tatizo ni hili moja tu. Vijana wengi ambao hata tumemaliza chuo kikuu tunajiona kwamba sisi tuko special sana kuliko watu wengine. Unajikuta kwamba unataka kitu kikubwa sana ukijiona kwamba una elimu kubwa sana kuliko watu wengine. Unajua ni kwa nini watu ambao hawajasoma wanafanikiwa sana? Hii ni kwa sababu wanapenda kuthamini kile kidogo wanachokipata, wakiamini kwamba mafanikio madogo madogo ndio yatakaofanya wapate mafanikio yale makubwa. Hebu fikiria jambo hili. Wewe kijana umemaliza chuo kikuu, unapata nafasi ya kufundisha shule ya msingi, halafu unasema eti kwamba sio nafasi yako na sio hadhi yako. Sasa kweli huo sio ujinga na umasikini unaanzia akilini mwako? Sijakutukana, ila nipe nafasi niendelee. Sikiliza, usisahau ya kwamba hata siku zote mbuyu ulianza kama mchicha. Ikiwa umepata nafasi ya kufundisha shule ya msingi na una degree, kwa nini kuacha? Badala yake unajikuta unatumia muda mrefu sana kutafuta kazi. Badala muda huo ungeanza kazi, na hata kama ungekuwa unalipwa 2,500 kwa mwezi, ingekusaidia kuliko kutumia muda mrefu sana kutafuta kazi ya kufundisha sekondari au vyuo vya kati kwa kutegemea mshahara mkubwa, ukidhani kwamba ndio sehemu ya kufanikiwa. Kijana mwenzangu, sikiliza. Siku zote mafanikio hayategemei wingi wa pesa, bali mafanikio huwa yanaanzia kichwani. Ni wangapi wanaopata mishahara mikubwa lakini bado maisha yao ni ya hovyo? Ni wangapi ambao kwa siku wanaokota 100 lakini wamefanikiwa pakubwa sana? Narudia tena, mafanikio sio pesa, ila mafanikio yanaanzia kichwani. Usisahau ya kwamba hata mabilionea wakubwa walianza katika ubilionea mdogo. Lakini siku zote kumbuka jambo hili, ni heri kupata 100 kila siku kuliko mabilioni ya pesa kwa kila baada ya miaka 10. Nikimaanisha kwamba ni heri kidogo unachokipata kila siku kuliko kikubwa unachokisubiri baada ya miaka mingi ijayo. Badilika sasa na ujikomiti na ujiangalie ya kwamba ni kwa sababu gani umasikini unakumendea sana na umesoma. Yaani unazidiwa hata na muuza barafu ambaye kila barafu moja anaiuza 100. Una degree yako, umesoma vizuri, lakini bado hata hela ya sabuni unakosa. Sasa niambie, hapo ni mazingira ya nchi ama ni mazingira ya akili na ubongo wako? Hapo ni mazingira ya akili yako, kwa sababu umeshindwa kuishughulisha. Ukiendelea kujiona special na kwamba wewe ni bora zaidi, kwamba haufai kufundisha shule za hadhi ya chini na unafaa kupata kazi za juu zaidi, hapo ndugu yangu utasubiri sana. Ngoja nikwambie, kila connection kubwa huwa inajengwa kwa connection ndogo. Hata Yusufu hakuwa waziri mkuu bila kupitia utumwa. Siku zote kubali kuwa mtumwa ili kufika juu. Hauwezi kufika juu bila kuwa mtumwa. Ukitaka mafanikio makubwa bila kuwa mafanikio madogo, wewe utakuwa ni mtu ambaye hata akili za mtoto mchanga zinawafadhali kuliko akili zako. Je, umesahau ya kwamba hata mtoto anapozaliwa huwa haongei kabisa, lakini baadaye anafika hatua ya kuongea? Au umesahau kabisa kwamba dunia kuumbwa na kuwa hali hii ilianza katika hali ya utupu? Lazima ujifunze kuanza sehemu kwa udogo, kisha ufuate sehemu ya ukubwa. Jifunze kutoka kwa watu mbalimbali, kwa watu waliokuzidi maisha. Jifunze kutoka kwa watu waliofanikiwa, na hatimaye utajua kwamba ni kwa nini sasa wasomi wengi wanaambiwa kwamba ni masikini kuliko watu ambao hawajasoma. Shida ni kwamba sio kwamba imeumbwa hivyo. Shida ni kwamba sio mfumo wa serikali. Hapana, shida sio mfumo wa serikali, bali shida ni mfumo wa akili zetu sisi wasomi. Ile hali ya kujiona kwamba sisi tupo juu zaidi kuliko wenzetu. Ile hali ya kujiona kwamba wewe uliokuwa na degree uko bora sana kuliko mtu ambaye amepata ile certificate tu. Ile hali ya kujiona kwamba wewe upo juu sana kumzidi ule mtu wa diploma. Hiyo ndio hali inakupelekea kwenye umaskini. Nisikilize kitu kimoja ndugu yangu. Cheo ulichonacho ama elimu ulionayo sio sababu ya wewe kuwa tajiri au kuwa masikini. Lakini kama akili yako itakuwa vizuri,
na utapangilia vitu vyako kwa kutumia ubongo wako kwa akili nzuri, basi hapo ndipo mafanikio yatakapoanzia. Ukiona mtu ni masikini sana, basi jua masikini umeanza kichwani. Uvivu wa kufikiri, uzembe na ile hali ya kujichukulia wewe ni mtu mkubwa sana, hiyo ndo hali inayowafirisha wengi. Sikiliza, penda kujiona mdogo, fanya kazi katika mazingira duni ili utakapopandishwa upandishwe katika mazingira makubwa na mazuri zaidi. Usisahau ya kwamba hata Musa mwenyewe hakuongoza wana wa Israeli kwa bahati mbaya, bali alianza katika hali ya mateso na kuteseka. Alikaa katika utumwa wa Farao, alikosokoswa kuuawa, lakini hatimaye alikuja kuongoza wana wa Israeli. Leo umemaliza form 6, umemaliza chuo kikuu, unataka tu tayari utoke hapo uanze kuwa mtu mkubwa, uanze kuonekana umefaulu sana, uanze kuonekana kwamba wewe unaajiliwa katika shule za privately na unafanya vizuri sana. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Tengeneza kwanza connection. Acha kutengeneza pesa haraka, kwa sababu pesa zipo, ila ukitengeneza connection, ukitengeneza taaluma, ukitengeneza misingi, itakuletea mnyororo mzuri wa kupata pesa. Hata mtumishi wa Mungu mwenyewe ambaye alikuwa anaitwa Yusufu alitengeneza kwanza connection. Aliwafuata watu gerezani, akawashawishi, akawaonyesha kile alichonacho, na hatimaye walivyoenda kule kwa mfalme wakamripoti ya kwamba kuna mtu aliye bora zaidi ambaye anaweza kusaidia ufalme huu. Hakutaka kwanza kutengeneza pesa, kwa sababu alijua kwamba kile alichokitengeneza ingekuja kumpatia pesa baadaye. Wewe leo hata kipaji chenye ulichonacho hukijui, halafu unataka kirahisi rahisi tu ufanikiwe. Nisikilize wewe mwanafunzi wa chuo, nisikilize wewe mtu ambaye unataka kufanikiwa. Siku zote jifunze kuanza kama mchicha, then ukishakuwa mchicha endelea kukua na utakuwa mbuyu hapo baadaye, kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Usisahau ya kwamba kila kitu kikubwa kilianza katika hali ya udogo. Hakuna mji ulioanza bila kuwa kijiji, na kila chenye mwanzo lazima kitakuwa na tamati yake. Naitwa Alphonse. Tafadhali, kama ndo mara yako ya kwanza kutazama chaneli hii, usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment, na Mwenyezi Mungu atakubariki. Mpaka wakati mwingine, chao.